nimeongelea pia haya ya migogoro ya ardhi. Kila kona mgogoro wa ardhi. Tunataka kufanya kama migogoro ya ardhi ni sehemu ya maisha yetu. Sasa nimwelekeze mwanasheria mkuu wa serikali, waziri wa ardhi na waziri wa TAMISEMI. Kaeni tuje na pendekezo litakalomaliza tatizo lililodumu kwa muda mrefu la mambo ya migogoro ya ardhi. Sasa hivi hiki kimeshakuwa kichaka. Watu wanajua mtu atafuatilia, atakoma tu, ataacha mwenyewe. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu huu. Watu wakishari tamani eneo, wanaangalia tu mmiliki, wanampima. Hivi huyu nauli yake anaweza akafuatilia miaka mingapi? Wanaenda wanachukua. Na maeneo mengine wanawahesabu kabisa na wajumbe wa baraza la ardhi wako wangapi. Wanaweka bajeti, wanajua bado bajeti hiyo ni ndogo kuliko gharama ya eneo kulinunua. Sasa hii lazima tuanze upya kwenye hili na lazima tumalize haya. Nimepita kila kona ardhi. Hata hapa, hebu wale ambao wana jambo la ardhi wanyoshe mikono. Umeona? Haya, taenda kuwasikiliza sasa hivi. Mkuu wa mkoa na watu wako wa ardhi, kwa hili la ngazi ya mikoa muanze nalo. Haya ambayo nimepita nikayaelekeza, lakini kwa tiba ya kudumu, mwanasheria mkuu wa serikali, waziri wa ardhi na waziri wa TAMISEMI, hebu kaeni kwa dharura na wataalamu wenu, mfanye tathmini kama ni ya kisera, kama ni ya kisheria, kama ni ya kimuundo. Haya lazima tupate jawabu na tufute machozi ya wananchi ambako kila kona wanalia ardhi, ardhi, ardhi. Hili ni jambo linalotishia undugu wetu kila eneo. Na bahati mbaya sana ardhi haiwezi ikaongezeka. Sisi tunaongezeka, binadamu wanaongezeka, ardhi haiwezi kuongezeka. Kwa hiyo hii ni waahidi wananchi wa Rukwa pamoja na Watanzania kwa ujumla, nikishapata taarifa ya viongozi wetu hawa, tutakuja na utaratibu ili tuweze kumshauri Mheshimiwa Rais aelekeze utekelezo ili tukomeshe jambo la aina hii. Sasa kwa kuwa